السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. ndugu zangu waislamu, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia swala na salamu mtume wetu Muhammad alayhi afdalus salati wa atammu taslim, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya takwa Allah, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefaulu wenye kumcha Allah jalla wa ala. Ayuha nasu ibadallah, ndugu zangu waislamu, inatakiwa tufahamu kuwa ikiwa wewe miaka 10 iliyopita ulikuwa una miaka 10 au 20, leo tunavyozungumza una miaka 30 au 20, na ikiwa ulikuwa na miaka 30 basi una 40, wa hakadha. Kwa maana kila unavyosogea, unavyoishi hapa duniani, umri wako unaongezeka, na ndivyo unavyovuta kamba yako kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya malipo ya kile ulichokitengeneza hapa duniani, imma aljanna wa imma an-nar. Nasallallahu aljannata na'udhu bihi minan nar. Tunasema maneno haya kwa ajili ya kuzinduana, kuanzia mimi mzungumzaji na kadhalika nyinyi wasikilizaji, kuwa umri wetu unakwenda kwa kasi na mambo yanabadilika, na tunaisogelea akhira kwa ajili ya hisab mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ma'al asafi shadid, bado tuko katika ghafla, hatujazinduka na hili. Watu wengi hatujui wala hatuna yaqini ya kuwa tunaelekea kwa Allah jalla wa ala muda wote na wakati wote. Kuna katika sisi waliobakisha mwaka mmoja, kuna katika sisi aliyebakisha masaa. Ala kulli hal, kila mmoja katika sisi yuko katika safari ya kuelekea akhira, na hilo halina mahali, hakuna namna ya kulikwepa. Kila mmoja katika sisi lazima aelekee kwa Allah jalla wa ala kwa ajili ya hisabu. Hasa ikiwa jambo liko hivyo, sisi hataki kughafilika ayuha nas na jambo la akhira yetu. Ni lazima tuzikague nafsi zetu na tutajitengenezee akhira yetu katika kila wakati na kila mara na kila mahala. Ulitafakari jambo la akhira yako, vipi utapokutana na Allah jalla wa ala, ni kitu gani utakachojieleza kwa ajili ya kujikomboa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala.
walakinna akthara an-nas la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Watu wako katika ghafla kwa kiasi kikubwa sana. Tusije tukafika mbele za Allah jalla wa ala tukamlaumu na kulaumu nafsi zetu, kwa nini sisi hatukuwa kadha, kwa nini hatukuongoka, kwa nini hatukusikiliza mauidha tulikuwa tukipewa, kwa nini hatukufanya ibadat, kwa nini tulipoleta fursa ya uhai wetu na hali ya kuwa tulikuwa tuna uwezo wa kuyafanya yale ambayo wameyafanya wale watakaoingia katika janna. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kuwa katika wao wa ahlul janna. Ndugu zangu waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza lawama za watu wa motoni watapoingizwa katika moto wa jahannam, wal billah. Makufar na mujrimun na watu madhalim watapoingizwa katika moto watakuwa wanajilaumu na kumuomba Allah muda wa kurejeshwa, jambo ambalo haliwezekani. Fursa hii ya duniani ukishaipoteza ayuhal muslim, umepoteza nafasi moja kubwa sana, haijirudi mara ya pili. Ukiondoka unaelekea kwa Allah kwa ajili ya kulipwa kile ulichokitengeneza huko duniani. Yaqulu Allah jalla wa ala, walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur. Na wale waliokufuru watapata wao moto wa jahannam, hapatahukumiwa juu yao kwa ajili ya kifo, wakafa wao, kwa maana hakuna kufa katika jahannam, wala hawatokhafifishiwa adhabu ya jahannam. Kama hivyo ndivyo tunavyomlipa kila kafiri. Wa hum yastarikhuna fiha, na hali ya kuwa wanapiga makelele katika jahannam, rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, wakinadi kwa Mola wao na kumuita, Mola wetu tutoe katika jahannam ili tufanye amali njema kinyume na zile tulizokuwa tukizifanya huko duniani. Sisi tulikuwa tukiambiwa tuswali, tufunge, tusome Qur'an, tumtaje Allah, tufanye mambo ya dini na tujipambe kwa ajili ya akhira yetu, lakini tulikuwa hatusikii. Ni viziwi sisi, tulikuwa ni mabubu wa kuizungumza haki, tulikuwa sisi tumejitoa ufahamu na akili. Kila tukiambiwa hatusikii wala hatuelewi, tunaona ni mambo ya kawaida. Kwani ni nani aliyekufa karejea? Sisi ya Rabbi tutoe katika hii jahannam ili tufanye amali njema kinyume na zile tulizozifanya katika uovu huko duniani. Tulikuwa hatusikii sisi. Allah jalla wa ala tawauliza, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akumun nadhir, hivi hatukupeni umri nyinyi, ma yatadhakkaru fihi, umri wa mtu kukumbuka ndani ya umri huo, man tadhakkar, yule atakayekumbuka, waja'akumun nadhir, na hivi hakujeni muonyaji nyinyi akawaambia kwamba fanyeni kadha wa kadha mtaingia katika janna, acheni hili na hili mtaingia motoni. Fadhuqu fama lidhalimina min nasir, onjeni adhab, kwa hakika hawana madhalimu wa kuwanusuru. Kwa hakika hii ni hali ngumu sana, wal billah. Mtu ukafikia katika jahannam na huma utaingia motoni milele, hutoki, ikiwa wewe ni muovu katika ukafiri, na ikiwa ni muislamu kama ilivyokuwa itikadi ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa kwamba watu Allah akitaka atawaingiza katika moto kisha atawatoa. Lakini usije ukafikiri kwamba ni jambo hayyin, ni jambo jepesi kwamba sintaingia alafu nitatoka. Usithubutu kujitamania moto wa jahannam, moto mkali aliyowaahidi Allah jalla wa ala ndio watu madhalim, kufar na munafiqun. Ni jambo la hatari ayuhal muslim. Kwa hakika ndugu zangu waislamu, umefika muda wa kubadilika. Sisi tuelekee kwa Allah jalla wa ala, na Allah subhanahu wa ta'ala namna alivyokuwa na huruma juu yetu na ni mkarimu mwenye fadhila, pamoja na ahadi hizo zilizoahidi za watu wa motoni kwamba atakayefanya kadha ataingia motoni, atakutana na adhab ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah ametupa kifutio cha madhambi ambayo sisi tuwafanya maksudi, wakusudia hasa kufanya madhambi, lakini Allah anakunadia tena kwa kukuhurumia, kwa sababu anajua ukali wa adhabu yake na kwamba wewe huwezi kuhimili adhabu ile. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika aya nilizosoma mwanzo katika suratul Furqan na aya nyinginezo, amewataja watu wema na maneno yao wanayoyasema na kuyafanya. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, na wale ambao
hawaombi pamoja na Allah muabudiwa mwingine asiyekuwa Allah jalla wa ala. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaq, na hawaiui nafsi ambayo ameiharamisha Allah kuuawa isipokuwa kwa haki yake, haki ya kuuawa nafsi hiyo. Wala yaznun, na wala hawazini watu hawa. Waman yaf'al dhalika yalqa athama, na atakayefanya madhambi haya atakutana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamah, atazidishiwa juu yake adhabu maradufu siku ya kiyama. Wa yakhlud fihi muhana, na atakaa katika adhabu hiyo hali ya kuwa ni mnyonge dhalili. A'udhu billahi minan nar, nasallallahu aljanna. Illa man taba, Allah jalla wa ala akawavua watu fulani ambao wamefanya madhambi yote hayo yaliyoorodheshwa hapo juu, lakini isipokuwa wale watakaotubia wakazidiriki nafsi zao kabla al-maut, wakajirudi wakarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walikuwa hawafanyi ibada, ni watu waovu madhalim, lakini wakaamua kwamba sisi sasa basi maovu tumeamua kurejea kwa Allah jalla wa ala. Kuanzia leo mimi nitaswali, nitafunga, nitashughulisha na jambo la dini yangu, nitajifunza Qur'ani, nitajifunza sunna na mafunzo ya Uislamu kwa ujumla. Akaamua maisha yake ni ya dini, akabadilika. Sio yule wa 2010 wa 2020, akaamua kubadilika kuanzia sasa, akarejea kwa Allah tauba ya kweli, akajuta kwa madhambi aliyoyatanguliza. Allah subhanahu wa ta'ala anasema illa man tabe wa aman, na akamwamini Allah kweli kweli, wa amila amalan saliha, na wakatenda matendo mema. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, hao ndio ambao Allah atayabadilisha yale maovu yao kuwa ni mema. Angalia huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wanadamu, namna anavyotuhurumia sisi, mpaka yale madhambi uliyoyafanya kwa kujua au kutojua, muda wa kuwa umetubia tauba ya kweli, Allah jalla wa ala anakusamehe wewe na anafuta madhambi yako. Na kadhalika madhambi hayo si kwamba ukifanya tena atakukumbushia yale madhambi, wewe ulifanya kadha akakubeza, kama ilivyokuwa msamaha wa mwanadamu. Aweza kukusamehe leo, ukija ukamkosea tena atakukumbusha na yale aliyokusamehe mwaka jana. Sivyo alivyo Allah jalla wa ala, bali Allah jalla wa ala yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, anayabadilisha yale maovu yao yanakuwa ni mema. Wa kana Allahu ghafurar rahima, na amekuwa daima Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma. Ndugu zangu Waislamu, tuna haja ya kubadilika sisi na kuzisemesha nafsi zetu kila mara. Kama unavyoamka asubuhi ukafikiria namna gani utakavyopata faida katika biashara yako, katika mazao yako na vinginevyo unavyofanya wewe vya dunia, basi kaa na nafsi yako utafakari kwamba wewe nafsi watoka sasa hivi uenda kufanya nini katika a'malu salihat. Jioni jitathmini, mimi nimefanya nini kuanzia asubuhi mpaka sasa? Madhambi gani niliyofanya? Khairi ngapi nilizozifanya? Kuna haja ya kujitathmini ili ukutane na Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika. Wa hakadha kana salaf rahimahumullah ta'ala, kama hivyo ndivyo walivyokuwa salafu salih. Walikuwa wao wakijitathmini madhambi yao, wakizungumzisha nafsi zao juu ya madhambi wanayofanya na khairati wanazozifanya. Vipi nitakutana Allah jalla wa ala? Je, mimi natubia kwenye madhambi ninayofanya? Kwa sababu hakuna namna isipokuwa utakosea. Je, wewe ni mwenye kutubia kwa Allah jalla wa ala? Al-Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala katika wasia wake ana maneno ameyanukuu kutoka kwa mwanachuoni salaf Ibrahim At-Taymi rahimahullah ta'ala aliyefariki mwaka 92. Al-Imam rahimahullah ta'ala yeye alikuwa ana tabia kuisemesha nafsi yake, akikaa faragha anaanza kuizungumzisha nafsi yake. Katika maneno aliyozungumza rahimahullah anasema, mathaltu nafsi fil janna, mimi nilimithilisha nafsi yangu kwamba niko peponi. Nilikuwa nikikaa na tafakari kwamba sasa niko peponi. Sasa akulu min thimariha, ninakula katika matunda yake, nachuma hiki nachukua hiki katika yale aliyoahidi Allah jalla wa ala. Wa uaniqu abkaraha, na nawakumbatia mabikra zake, mabikra ambao katika janna, kwa maana starehe na wanawake wa peponi. Wa atamatta'u binaimiha, na kadhalika nastarehe na neema za peponi. Faqultu li nafsi, nikaiambia nafsi yangu, ya nafsi, ewe nafsi yangu, ayya shay'in tatamannain, ni kitu gani unachokitamani? Sasa wewe ushaingia katika janna,
tayari unatamatta na maladhati ya pepo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku janna. Sasa wewe nafsi wasemaje kwa yale uliyopata katika hiyo pepo? Nafsi ikasema, faqalat, ikamjibu nafsi yake, uraddu ila dunya fa azdadu min al'amali alladhi niltu bihi hadha, mimi natamani nirejeshwe duniani ili nizidishe katika amal ambazo kwa sababu ya amali hizo nimeyapata haya, nimeyapata janna. Kwa maana nafsi inaingia janna, inatamani ingerejeshwa duniani ikafanya zaidi ya vile ilivyokuwa ikifanya. Kumbe nilizembea mimi, malipo ndo haya. Ashakuwa na yakini kwamba Mola wake amemlipa kila alichokuwa kimwahidi. Thumma mathaltu nafsi, kisha nikaimithilisha nafsi yangu fi nar, kwamba niko motoni sasa. Uhraqu bijahimiha, ninaunguzwa kwa moto wake, moto wa jahannam, wal iyadhu billah. Wa ajra'u min hamimiha, na nakunywa vitu vyake vya moto, maji, usaha na vinginevyo katika vinywaji vya watu wa motoni, wal iyadhu billah. Wa at'amu min zaqumiha, na nakula katika mzakumi wake, yani chakula cha watu wa nar, na'udhu billahi minan nar. Faqultu li nafsi, nikaiambia nafsi yangu, ayya shay'in tatamannain, ni kitu gani unachokitamani ewe nafsi yangu? Faqalat, nafsi kaniambia, uraddu ila dunya fa a'malu 'amalan atakhallasu bihi min hadha, mimi natamani nirejeshwe duniani ili nifanye amal ambazo zitaninasua kutokana na adhabu hii. Kwa sababu ya amali zile nitanasuliwa na adhabu hii niliyokutana nayo, adhabu ngumu, adhabu ya moto wa Allah jalla wa ala, wal iyadhu billah. Faqultu li nafsi, baada ya kuyafananisha mambo haya mawili, janna na nar, kwa sababu ndio malipo ya wanadamu, imma aljanna wa imma an-nar, wataka hutaki. Sasa wewe cheza na jambo la akhira, alafu utakuja kukutana na adhabu ya Allah ngumu, wal iyadhu billah. Sema nikaiambia nafsi yangu, ya nafsi, ewe nafsi yangu, fa anta fil umniyati fa'mali, wewe leo katika matakwa basi fanya amali. Bado una uchaguzi wa kufanya, si ujafa. Hapa umefananisha ni mambo ya khiyal tu, umedhanisha nafsi yako kwamba uko hapa, wachuma hiki, watamani tu, lakini bado hujakutwa na umauti. Sasa wale watu wa makaburini wako wanatamani kama hivyo ambavyo unatamani wewe nafsi yangu. Wanatamani wangepata fursa kidogo wakarejeshwa katika ulimwengu, wakaswali japo rakaa 2 za kablia ya alfajr, ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema rak'atay alfajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Rakaa 2 za kabla salati alfajr ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Wewe wazitamani hizo, lakini huwezi kurudi. Una yakini ya kile ambacho umelipwa, lakini huwezi kurejea ukitengeneza kwa ajili ya kupata uliyoyaona kwa yakini na macho yako, bila pazia wala hijabu yoyote. Utaoneshwa yale unayoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. aqulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum. alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, mil'a as-samawati wa mil'a al-ard wa mil'a ma baynahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس عباد الله، tunahaja sisi ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ifike hatua tuzungumze na nafsi zetu kwamba sasa maovu basi. Inasikitisha ayuha nas kuona baadhi ya Waislamu, wanaume kwa wanawake, wazee kwa vijana, wako mbali kabisa na jambo la dini yao. Hakika hili ni jambo la ajabu. Kutwa wao vijiweni, kwenye shughuli zao, kwenye lahu na laib na laghu, hawazinduki kwamba kuna siku watadirikiwa na umauti na watarejea kwa Allah jalla wa ala, kisha atawalipa yale waliyofanya. Watu hawa hawazinduki, ni watu wa ajabu kabisa watu hawa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze sisi na wao. Ni jambo linasikitisha, wamuona mzee, mtu mzima na miaka 70 80, haswali mtu huyo, hafungi, hana anachokifanya katika dini. Yeye yupo tu, jina lake Muhammad, Hussein, Ali, Umar, Abu Bakar. Wewe una faida gani katika ulimwengu huu ikiwa hufanya ibada? Hivi kweli wewe hujui malengo ya kuletwa hapa duniani?
hujui Allah subhanahu wa ta'ala kwa anakuambia wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu. Hayo ndiyo malengo makuu ya kuletwa hapa duniani. Wewe huogopi adhabu ya Allah? Maneno yote yanayosemwa na khutaba, mashaikh na ulama wakikueleza wewe mwanadamu ambaye umeumbiwa pepo na moto, hivi hakuna siku unazinduka kwamba mimi nibadilike? Badala yake wazidi kuharibu, waiharibu akhira yako. Sasa utakapokutana na yaqini mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, una nini la kujitetea wewe? Ni kitu gani utakachojitetea nacho? Kwamba ya Rabb, Mola wangu mimi sikusikia, sikuwa kadha. Utamwambia nini Mola wako? Allah atakapouliza watu wa motoni, alam ya'tikum nadhir, hivi hawakujieni nyinyi waonyaji? Au mwonyaji hakujieni nyinyi akamwambia maneno ya haki? Qalu bala qad ja'ana nadhir, watasema sisi walitujia waonyaji. Fakadhabna, tukawakadhibisha. Wa qulna ma nazzala Allahu min shay, na tukasema Allah hajateremsha chochote. In antum illa fi dhalalin kabir, mkawa mnawabeza watu maduat wanaowaambia haki. Huyu azungumza nini tu bana? Kwani kuna aliyekufa akarudi? Kwani lazima uniambie mimi? Sasa wewe baki hivyo hivyo, alafu uje ukutane na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah. Kuna haja ya sisi kubadilika ayuha nas. Ni jambo la sikitisha sana na kuonea huruma watu ambao hawafanyi mambo ya ibada wala hawajishughulishi na jambo la dini yao, lakini waislamu. Wallahi ni jambo la sikitisha sana na latia huruma kwa watu. Yawezekana vipi? Kaif ayuha almuslim, adhabu zote zinazoelezewa za Allah jalla wa ala, na umeletwa kwa ajili ya kutumikia akhira yako, na usipofanya hivyo unakutana adhabu ya Allah. Hivi wewe huogopi mwisho wako? Inatakiwa sisi tubadilike ayuha nas, ifike hatua tuwaidhike na mauidha ambayo ametupa Allah katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake hicho ambacho nimekitaja nyuma, alichotoa wasia mbalimbali katika maneno aliyosema rahimahullah ta'ala, akiwaelezea watu kwamba wachukue fursa hii, waitumie vizuri fursa ya maisha ya dunia, kwa sababu ni muda mfupi sana. Unaishi miaka 70, 80, 90 mpaka 100. Nini baada ya hapo? Waenda kufanya nini wewe? Tujalie umeishi miaka 200. Ni nini baada ya miaka hiyo 200? Sasa al-Imam rahimahullah ta'ala anasema wa'lam, najua ewe Muislamu, ewe mwanadamu, anna muddata hayatika mahduda, kwamba muda wa uhai wako ni wenye kudhibitiwa, una wakati maalumu. Wa anfasaka ma'duda, na pumzi zako unazopumua ni zenye kuhadidiwa, ni fupi, za muda mfupi, zenye kuhesabika. Fa kullu nafasin yanqusu bihi juz'un mink, kila pumzi unayopumua wewe, ukatoa pumzi nje ukairudisha ndani, kila pumzi unayopumua basi hupungua kupitia pumzi hiyo baadhi yako wewe. Wewe leo una miaka 40, pengine umebakisha mwaka mmoja. Ile pumzi unayopumua ndio muda wako wa kuishi, unajipunguza wewe mwenyewe kila unapopumua. Ndio maana ya maneno ya al-Imam rahimahullah ta'ala, wal umru kulluhu qasir, na umri wote kwa ujumla ni mfupi. Na ni kweli. Ni watu wangapi ayuhan nas tumewazika vipenzi vyetu, marafiki zetu tulikuwa tukiwapenda, wanafunzi wenzetu na mashekhe zetu, ni wangapi? Wewe kaa utathmini na ufikirie, kwa nini siwe wewe? Na wewe una mkataba na Mola wako, hujui kwamba kesho na kesho kutwa ni wewe. Ukienda kumzika usije kuona majeneza yabebwa alafu ukafikiri wewe haumo, na wewe kuna siku litabebwa jeneza lako. Ni kitu gani ulichokitanguliza? Umefanya nini katika haki za Mola wako? Ni nini cha kutetea mbele ya Allah jalla wa ala? Maadamu umezaliwa wewe, ni lazima ukutane na Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Wal umru kulluhu qasir, umri wote ni mfupi. Wal baqi minhu huwa al-yasir, na umri uliobaki nao wewe leo, huo ndo mfupi zaidi kuliko umri wote kwa ujumla. Kama leo una miaka 35, basi ujue kwamba uliobaki ni mchache zaidi kuliko uliotangulia. Nasallallahu al-afiyata was-salam. Wa kullu juz'in minhu jawharatun nafisa, kisha akasema kila sehemu katika umri wako huo basi ni thamani iliyo ghali mno. Pumzi zako hizo ni thamani kuliko dunia na vilivyomo, kwa sababu una uwezo wewe leo wa kusema subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim, lakini aliye kaburini hawezi kuyasema maneno haya.
wala aliyekufa akakata roho hawezi kuyasema maneno haya. Una uwezo wa kuleta adhkaru sabahi wal masaa, una uwezo wa kutekeleza yale uliyoamrishwa, una uwezo wa kufanya khairati mbalimbali, una uwezo wa kuswali wewe, lakini washindwa, unawakataa, waamua maksudi kutofanya hayo, na hali yako una fursa na umebeba dhahabu, umebeba madini ambayo hayana mfano wake katika kiwiliwili chako, nayo ni roho na pumzi unayoitoa wewe. Tumia fursa yako hii ya uhai katika kuitengeneza akhira yako. La idda laha wala khalafa laha, anasema haihesabiki thamani hiyo wala haina badali thamani hiyo. Vipi itakuwa na badali hali ya kuwa una uwezo wa kufanya ibada ndani yake na ukisha kufa huwezi kufanya tena? Vipi itakuwa na badali yoyote, na vipi itakuwa inahesabika hiyo hali ya kuwa mbele za Allah ukiutumikia umri wako huu mfupi unapata neema ambazo hazina mfano wake? Kisha akasema fa inna bihadhihi alhayati alyasira, hakika kwa sababu ya uhai huu mfupi, khulud alabadi fi an-na'im, kuna kuishi milele katika neema za Allah jalla wa ala, kwa sababu ya umri uliotumikia huu. Wasumishi miaka 20, miaka 30, 40, 50, kama al-Imam Ibrahim tulimtajia hapo nyuma, Ibrahim at-Taymi, yeye inasemekana ameishi chini ya miaka 40, pengine ameishi 35, 36, 37, lakini ameishi chini ya miaka 40. Al-Imam huyu ambaye ametuhusia usia huu aliyekuwa akisemesha nafsi yake, leo yuko wapi? Lakini kitu gani kilichomnufaisha? Bila shaka ni a'mal alizozitanguliza. Sasa mimi na wewe tufanya nini? Mbona tufanya mchezo katika hii dunia na hali ya kuwa tuna fursa ya uhai wetu? Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, au al-adhab al-alim, au umri huu ulioupata wewe mchache huwa miaka 40, 50, 60, utapata adhabu kali yenye kutiwa uchungu. Kwa ndugu zangu waislamu, sisi inabidi tubadilike. Inapita misimu ya khairat mbalimbali. Juzi hapa, leo ni siku ya pili tokea msimu wa khairi uishe, pamoja na kwamba bado tuko kwenye misimu ya khairi madamu uko hai, lakini msimu ule haufananisha na misimu mingine. Siku 10 za Dhulhijja, wewe kaa utafakari, mimi na wewe tumetumiaje fursa ile? Je, umefanya khairati ngapi na unataraji nini kwa khairati hizo? Au ulikuwa katika lahu na lahu zikapita hivi hivi? Ilipita Ramadhani, ikapita siku 10 bora za mwisho, ulizitumikiaje wewe? Sasa haya ndio mambo ya mtu mwenye akili kukaa kujiuliza. Lakini kuna watu mpaka leo wao katika jambo la mbali kabisa, hawalifikiri jambo la akhira yao, wao katika haira, kudangana na kadhalika, kuchezewa na maisha haya ya dunia ambayo wataacha kesho na kesho kutwa. Kwa ndugu zangu waislamu, tutumie fursa ya uhai wetu kurejea kwa Allah jalla wa ala na kuyatengeneza tuliyoharibu, kwa sababu tukiendelea na maasi na madhambi na tukaacha kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tufahamu kwamba tutakutana na adhabu ya Allah jalla wa ala, na wala hatuiwezi adhabu hiyo. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك ونعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أحوالنا. اللهم أصلح لنا أحوالنا. اللهم أصلح لنا أحوالنا وارزقنا يا رزاق، واغفر لنا يا غفار، وتب علينا يا تواب، إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.